sijai kukishare kwenye sehemu yoyote, lakini the way watu wametaka kusikia. I can talk. Umeona? Mimi ni kijana mdogo ambaye na chemistry kubwa. Kama nilivyokuambia kwamba kuna mwanamke unakuwa unamuishi. Mimi na wanangu ni mtu anakuambia tu, mimi naishi siku moja niwe na Uoya. Mimi naishi siku moja niwe na nani na Kim Kardashian, niwe na nani. You understand? Hizo ni yani ni vision ambayo tumekuwa nazo from the scratch tunavyokuwa, the way tunakuwa. Mimi sitaki kuwa muongo. Kipindi mimi nakuwa, kwa sababu mimi nimetoka street. Mimi nimekulia mtaani. Nimekuwa vitu vingi nimeshavijua. Watu wengi nimeshawajua. Nimeshaishi maisha mazuri, mabovu. Yaani maisha yote nimeshaishi. Nilikuwa na wish na namuomba Mungu anipe mwanamke ambaye anaweza kuwa rafiki yangu. Mwanamke ambaye anaweza kufeel ninachofeel. Mwanamke ambaye anaweza kuwa na chemistry na mimi. Mwanamke ambaye anaweza kuniambia, baby, hapa unazingua. Inabidi ufanye hivi. Hapa hapako sawa, inabidi ufanye hivi. Ni hizi kwa sababu mimi ni hustler. Mimi na struggle na naishi kwenye misingi ya familia na believe kwenye familia. Nikawa nahitaji mtu ambaye anaweza kuniongoza. Umeona? Kwamba hapa tukifanya hivi na hivi na hivi inakuwa hivi. Bahati nzuri au mbaya nikampata mtu ambaye yani alifiti kwenye kila unachokitaka, kwenye kila kitu ninachothink. Lakini sasa changamoto ilivyokuja kuzingua, yule mtoto alikuwa mtoto wa kiongozi mkubwa hapa Tanzania. Kwa hiyo ina maana tuko sawa, lakini tushakuwa tofauti kwenye levels, statuses. Yes. Simenelewa? Yaani kila kitu tuko sawa. Ni manzi fulani ambao nilikuwa na wish mwanamke anajali, ana care about my family, about me, everything about me. Sijui umeelewa, lakini issue ikaja nikampata ambaye na wish. Lakini tayari yuko kwenye levels nyingine. Sijui na mimi siko kwenye hizo levels. Uko tofauti naye kabisa. Kukaa kwenye ile kazi kidogo kuja kumtoa, yani kumwaminisha kuhusiana na maisha yangu ya mtaani ya Uswahilini, maisha ya Chakacha ya Mwananyamala. Si umeelewa? Yeye kutoka kwenye maisha ya Masaki kuthink, yani kuelewa maisha ya Mwananyamala. Kwa sababu sometimes nafanya vitu wanakuambia ndo mnaishi hivi. Ndo wewe. Ndo huko hivi. Ndo maisha yenu haya. Alafu still unaona mbona niko perfect. Mbona niko sawa? Yaani mbona hiki kitu ndo mbona mimi mtani kwangu ndo noma, yani hivi. Ndo maisha yetu haya. Mbona yuko hivi? Kuna time mimi niko na date na mwanamke ambaye kuna time mimi nikiwa mimi naendesha boda boda. Sasa sisi watoto wa Uswahilini. Utakuta mwana anakupasia boda nini. Akinikuta yani anambia vipi umekuwa mwizi lini? Yaani vitu fulani. Kuna namna yani ukiendesha boda boda kwao inatafsirika kama sasa maisha ambayo nilikuwa mimi kwa maisha yani masela. Nikikutana boda boda vishantu sio. Kuna sehemu moja ndo Mwananyamala Sogodo pale. Uswahilini kabisa, sino mimi nimekuwa pale maisha hayo. Kwa hiyo imagine mwanamke anakuja sehemu nyie ndoto yenu ni kwamba unawish kwamba siku moja labda mimi nipande labda clown kwa kipindi hicho. Unaona mwanamke anakuja na Range Rover Sport, kitu ambacho kimezidi hata ndoto yako. So vision, yani wazi, yani unaona mbona kama ni hivi, sio umeelewa? Kwa hiyo ni mwanamke fulani ambaye ilinipa changamoto kubwa sana kuja kuzoea mazingira yake yeye na kuja kukechi mazingira yake na mazingira yangu, lakini nimejifunza na pia kutoka hapo ndo nimejifunza nini maana ya maisha, nini maana ya mafanikio. Sio umeelewa? Kwa sababu nilitoka kwenye maisha fulani nikaenda kujifunza maisha mengine. Mimi nilikuwa mjinga, nitaka kujifunza, na hii ni vijana wengi inabidi sana wajifunze. Unaona vijana wengi unakutana mwanamke leo au mwanaume yuko sawa zaidi yako, yani yeye yuko fresh, kipato nini, fresh tu, mnaondoka. Wewe mwenyewe unabidi ujue kwamba je, huyo mtu yuko naye kwa ajili ya nini?
kwa sababu watu wengi wenye mafanikio huwa hawapendi moja kwa moja. Wengi huwa wana vitu wanavipitia. Kwa hiyo muda anahitaji apate mtu wa kumfanya, wa kuvuka naye pamoja. Mkishavuka, yeye na maisha yake na wewe na maisha yako. Sasa ukiwa za mwamwa ndio hiyo uko nao vimba bicho noma. Mtoto ule mkali, mtoto fresh. Yeye mwenzio anavuka. Akishamaliza kuvuka anabwaga, kuacha anaenda kwenye maisha yake. Sasa kama ulishatoka kwenye, kuna wanangu mimi waisha export, yani mtu anaishi maisha ya Uswahilini na kukutana na mwanamke ana hela kibao, anamupgrade, anamtoa kwa, anaenda kwenye levels, anasahau wale watu, anaacha kabisa, sio wanaacha, sababu uko kwenye levels. Muda unapita, unaenda, shughuli nyingine zinaendelea. Sasa ndo unakuja kupata tabu ya kuja kuwatafuta wale waanze nao tena upya ambao ulikuwa umeshawabwaga. Sijui umeelewa? Yeah. Kwa hiyo mimi kwenye akili yangu nilijua mimi nilikuwa na mwanamke ambaye yani nimemzidi umri lakini amenizidi kila kitu. Kila kitu. Yaani unajua unakuwa na mwanamke kiasi cha kwamba ambacho unaenda kwa wazazi wako, sio wako wazazi wako wenyewe wanakuambia huyu amwezani, amwendani. Unamuuliza kwa nini? Anakuambia jiangalie. Yaani imagine mkubwa wako wewe. Anakuambia hebu jiangalie. Na kwa unajiangalia, mbona niko sawa? Anakuambia kama angalia mwenzio kwenye gari. Unamwambia kwani shida ni nini? Mimi mbona nimekuja naye hapa? Anakuambia hii sio love. Hii ni moment. Nyie mko kwenye moment ambayo kila mtu atakuwa yuko high. I'm happy. Unabidi muone mama. Simuelewa. Yeah. Na la ya wanawake hao ambao wana hela. Kwa sababu yes anakuwa kwenye muda ambao yeye anahitaji kufix vitu vyake. Kwa utaenjoy. Anakutengenezea ile mentality ya kuamini kwamba hakuna kama huyu. Hakuna kama wewe. Uko safe mikononi mwake. Hakuna. Wewe ulizoea maisha fulani ambapo hujawahi kuwa na mwanamke anaweza kupata 20,000 kwamba baby umeme wako umeisha, hii hapa 20,000. Unakutana na mwanamke unamwambia hey baby umeme umeisha, yani hujakaa tu yani 250. Na wewe uko na expectations. Unahisi mentality yako itatengeneza kitu gani? Ni hivyo kujiaminisha, yani unaona kama wewe tayari yani umemove. Yeah. Sasa hiyo inatuharibu. Lakini sasa umeona kuna vijana ambao wana experience na hivyo vitu, vikija kwao ni easy. Sio, umeelewa? Yaani ni easy. Na wanawake wengi wa design hiyo wa mjini kuna vijana wengi, mimi siwezi kuwataja, lakini kuna vijana wengi hapa kwenye hii industry ya bongo flava, bongo movie, wengi sana. Hii sanaa yote entertainment, wengi sana maisha yao the way wanaishi, wanaendesha magari, wanalala, wana maintain lifestyle yao ni kupitia watu ambao wako nyuma yao, wana backup somewhere. Sio mmoja, sio wawili. Most of the artists, most of the people ambao wanafanya entertainment. Na hicho sio kitu kibaya na sio kitu ambacho kinapingika, kwa sababu entertainment ina principles, entertainment ina categories. Ukifanya entertainment kuna vitu inabidi uvitarajie. Entertainment kabla haijakupa hela ukaanza kuhesabu cash, entertainment inakupa watu. Na kwenye watu, kama wewe ni mwanaume inakupa wanawake ndio first, na kama wewe ni mwanamke inakupa wanaume. Sasa akili yako wewe ni namna ambavyo una engage na watu unawatumia vipi kuikuza sanaa yako au kukuza unachokifanya.